السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب ارزقنا رضاك واغننا بفضلك عمن سواك واحشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اسقنا بيد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الذل إلى العز ومن السخط إلى الرضا ومن النار إلى الجنة ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن أعمال الشر كلها إلى أعمال الخير كلها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على النذير البشير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا وحبيبنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ni historia gani ulioweka baada ya kuondoka kwako duniani? Historia gani utakayoiweka ewe mwanadamu watakaokuja kabla yako wewe wawe ni wenye kuisoma na kupendezewa na jinsi ulivyoishi katika ulimwengu? Mimi na wewe tunapaswa kufikiria sasa ni kipi tunachokitengeza kwa ajili ya historia ambayo itasomwa kama tunavyosoma historia za wenzetu. Kwani mwenye kusema afada wa ajada indama qala fi kalamin hakim innama almar'u hadithun ba'dahu fakun khaira hadithin liman wa'a. Wenye hekima katika mazungumzo wanasema hakika mwanadamu yoyote anayeishi hapa ulimwenguni hadithun ba'dahu, huwa ni mazungumzo baada ya kufa kwake. Mimi na wewe itakuwa mazungumzo baada ya kuondoka kwetu. Sasa hivi ukiondoka ndugu yangu Muislamu, watu wataanza kusema alikuwa. Hizi alikuwa zitakuwa za khairi au zitakuwa za shar. Innama almar'u hadithun ba'dahu, hakika si lingine mimi na wewe ni historia baada ya kuondoka ulimwenguni. Fakun khaira hadithin liman wa'a, tengeza historia nzuri kwa watakaosoma. Tengeza historia nzuri kwa watakaopita kuitizama historia yako uliyoiacha na athari ambazo umeziwacha baada ya kuondoka kwako hapa ulimwenguni. Kwa ajili hiyo basi tuandamane nami ndugu yangu Muislamu katika wakati huu ambao Mwenyezi Mungu ametujalia tumekaa pamoja kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu katika dini,
tuingie katika suratul Mulk, sura ya ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufalme ambao umekamilika, sio ufalme ambao mpaka kuwe na jeshi ndipo ufalme wako utulie, na mara nyingine jeshi lako likiwa dhaifu atoke superpower kutoka alipo aeke bezi zake kwa ajili ya kukulinda wewe, watu wengine wasipate kuangusha ufalme wako. Ufalme ambao unaregarega, unalala ukiogopa, na wala humuamini aliyo karibu nawe, hata akiwa mkeo, labda chakula mpaka kionjwe kwanza ili isiwe ndani yake kuna sumu ipate kukumaliza, iwe ndo mwisho wa ufalme wako. Ufalme ambao ulimwenguni unajigamba kwamba wewe ni mfalme, lakini mara kichwa kinauma unatafuta dawa, mara choo kimekubana unakimbilia msalani, mara udhaifu aina mbalimbali umekupata, na siku ya siku nawe unaondoka kama wanavyoondoka watu wengine, na kwa wewe na mwingine hamna tofauti. Tofauti yenu ni ndogo sana, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia iwe ni ibra katika maisha yenu. Ufalme tunaozungumza hapa ni ufalme ule, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Akhbirni birabbika ayuha al-insan, niambie ndugu yangu Muislamu, je, katika ulimwengu yuko mfalme anayeyafanya haya tuliyoyataja? Malikal mulk, aliyemiliki ufalme. Yu'til mulka man yasha, yupo mfalme anayewapa wafalme wengine ufalme anayemtaka. Wayanzi'u al-mulka mimman yasha, je, yuko anayeweza kuuvua kwa anayemtaka? Wayu'izzu man yasha, je, yuko anayempa juu akampeleka juu akampa daraja anayemtaka? Wayudhillu man yasha, na yupo anayemdhalilisha amtakaye? Je, yupo ambaye yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy? Je, yuko ambaye yarzuqu man yasha'u bighairi hisab illa Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Huyo ni Mungu peke yake. Ukizungumzwa ufalme wa kweli ni ufalme wa la ilaha illa hu Muhammadun rasuluhu, ndo mfalme ambaye amekamilika, hana upungufu. Wengineo ni wafalme ambao ufalme wao baada ya muda mchache watauacha na wataelekea huko kwa malikul mulki wa malikul muluk. Harun Rashid alikuwa mmoja katika hao wafalme na wenzake wengi. Alikuwa mfalme anamiliki mipaka ya ardhi kutoka China mpaka Shamalul Afriqi, kutoka Siberia mpaka katika shibhu jaziratil Arabia. Wingu likipita analiambia ayatuha sahabatu amtiri huna au mtiri ainama shiti, ewe wingu la mvua nyesha hapa ukipenda au kanyesha unakotaka. Fa inama amtarti fasawfa yasiluni kharajuki, popote utakaponyesha mazao yake yatakuja katika mkono wangu. Harun Rashid, umturi huna au mturi ainama shiti, wingu nyesha hapa au nenda utakako, lakini kodi, mazao, mali ambayo italetwa na maji hayo takuja katika mikono yangu, na mimi ndo mfalme mwenyewe.
lakini siku ya siku watu walikwenda kumkagua, ayan la yaqdir, hawezi. Wakamuuliza, kaifa tajiduka, unajionaje hali yako? Akasema, hali yangu mimi ninaiona si tena mkazi wa ulimwenguni. Sasa ihmiluni, nibebeni. Ila aina, tukupeleke? Uridu an ara qabri qabla an udfana fihi, nionyesheni kabri yangu kabla hamujanizika, niione mwenyewe kabla ya kuzikwa, niione nikiwa hai. Akabebwa mzega. Mfalme huyo alikuwa akiamrisha, akisikilizwa. Alikuwa akiambia, wingu la mvua mturi huna au mturi ainama shiti. Leo hawezi, anabebwa akachukuliwa mpaka mbele ya kaburi lake, akaambiwa, ukifa tutakuzika hapa. Akalitizama, machozi yakatoka kutoka katika macho yake, akiufikiria ufalme wake feki na akiufikiria ufalme wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kisha akanyanyua mikono mbinguni. Harun Rashidi akasema, Allahumma ya man la yazulu mulku, ewe Mola ambaye ufalme wako haukutoki, ufalme wako haumaliziki, ufalme wako hauondoki. Irham man zala mulku, nisikitikie mimi ambaye ufalme wangu umeondoka, umenitoka, umetoweka. Ufalme wangu na wako tofauti. Wangu ni ufalme ambao ni ramzi wa kuigaiga tu, lakini ufalme wako wa hakika, ya Rabbi irhamni, na kuomba nisikitikie. Angalau mfalme huyu wa Kiislamu alikuwa anayajua hayo. Kuna wafalme wengine walikuwa hawayajui hayo, kwa jeuri na takabur wakisimama mbele ya raia wao wakisema, ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mungu wenu, nitukuzeni. Wengine walikuwa wanasema, nataka kuisafisha dunia iwe haina mtu yoyote, niirudishe kwa huyo Mungu aloumba tupu, kama alivyoiumba nimrudishie dunia yake. Hitler iko wapi leo? Na wengine wapo ambao wamedai hakuna Mungu. Wengine walighurika na mapesa yao wakasema, innama utituhu ala ilmin indi, haya yote nimeyapata kwa elimu yangu na fikra zangu na mali yangu. Mali yangu, uwezo wangu, akili yangu imenifikisha nilipofika mimi. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, walipomkasirisha mfalme wa wafalme, Mwenyezi Mungu akawadidimiza na kuangamiza katika ardhi. Wako wapi leo? Ni historia, lakini historia mbaya. Harun Rashidi ameyakumbuka hayo. Kuna wenzako hawayakumbuki hayo wala hawayasemi. Wakiona kwamba wametawala, hujiona kwamba wamefika pale, na ndio wamefika. Lakini tunawaambia, ya man gharrahu kursiyu, ewe unayedanganywa na kiti chako cha ufalme hicho, i'lam, jua kwamba annahu law dama li ghayrika ma wasala ilaik, kama kingelikuwa kingedumu kwa yule ambaye kwamba amepita kabla yako wewe, basi nawe usingekipata. Laitani angekikalia milele mwenzako, basi singefika kwako. Kimefika kwako kwa sababu alokuwepo kabla yako wewe naye amekiacha. Ndio maana umekuja wewe, na utaondoka na wewe, atakuja mwingine na mwingine hivyo hivyo. Ikiwa hutomtukuza Mola wako alokupeleka hapo, jua kwamba maisha yako ni mabaya na historia yako itakuwa mbaya. Ya man la yazulu mulku, Harun anasema, ewe Mola ambaye ufalme wake hauondoki, irham man zala mulku, msikitikie huyu Harun Rashidi mnyonge ambaye ufalme wake leo umeondoka. Baadaye akarudishwa kitandani, wafadat ruhu ila bariha, ruhu ikatoka ikaelekea kwa Muumba wake subhanahu wa ta'ala. Harun Rashidi akabakia ni historia
katika daulatul Abbasiyya, tunasoma tunawasomesha na wenzetu, lakini historia kuna mazuri yake, na kila binadamu ni mkosaji kama kuna mabaya. Waislamu tumefundishwa tusiyataje mabaya ya mtu, yeye na Mola wake. Huenda ikawa ametubu dhambi zake na Mola wake amemsamehe. Mtume alisema udhkuru maasina mautakum, yatajeni mazuri ya maiti wenu, wakufu amma sawihim, yakomeni msiyataje mabaya yao. Natawajjahu ila malikil muluk, njoni ndugu zanguni Waislamu tuelekee kwa mfalme wa wafalme wote. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صلي على الحبيب. Sisi tumeingia katika suratul Mulk ya Rab kuja kuona ufalme wako, kuja kuangalia hekima zako za kutuumba sisi. Madha taqulu ya malikul mulk, unatuambiaje ewe mfalme wa wafalme wote? Anatuambia tabarakalladhi, ametukuka Mola ambaye, tabarakalladhi, hakusema tabarakallahu alladhi. Ametukuka Mola Mwenyezi Mungu Allah, hakutaka kutaja jina lake kwa sababu hakuna kiumbe aliyotukuka ulimwenguni yoyote hata mmoja. Hakuna mtukufu peke yake. Tanazzaha an kulli naqs, ameepukana na kila sifa ya upungufu. Mimi na wewe tuna makontena ya mapungufu, lakini Allah ametukuka na kila sifa ya upungufu na kulemewa. Ndio maana akasema tabarakalladhi, ikatosha kuwepo pale ismu mausul ya kuonyesha aliyetukuka peke yake. Fikra itajaza yenyewe bila kuambiwa, huyo ni Mungu tu, hakuna mwingine aliyetukuka. Biyadihi almulku, katika mikono yake ameumiliki ufalme, ameumiliki. Tena Mwenyezi Mungu akasema almulku, hakusema biyadihi mulkun. Angesema biyadihi mulku bila ya alif na lam, ingekuwa ufalme wake ni sawa na ufalme wengine huu wa ulimwenguni ambao baada ya miaka 10, 15, 20 wanaondoka. Lakini aliposema almulku, alikuwa anasema ni ufalme wa hakika kabisa ambao hauondoki, wake yeye, hauna mwanzo wala hauna mwisho. Almulku wa huwa, tena kasema wa huwa, hakusema wallahu, wa huwa. Ikatosha hiyo ishara ya dhamiri ya huwa, yeye ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu ni muweza. Hakuna huwa isipokuwa yeye ambaye anaweza juu ya kila kitu. Kuumba kwake hahitaji material, kuumba kwake hahitaji fedha katika benki ya dunia, kuumba kwake hahitaji support kutoka kwa mtu yoyote. Anaumba vipi mwenyewe? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, akitaka jambo liwe nasema tukua, la linakuwa. Ikiwa umesikia ameumba hivi kwa material hii, kwa hivi anataka kutuonyesha uhodari wake, uhandisi wake, fani yake, ati yake, tupate kuingiza katika akili zetu fikra ya vipi Mwenyezi Mungu ameumba. Mimi na wewe tumetokana vipi? walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sikilize fani hiyo ya kuumba: udongo, maji ya manii, mbegu ya uzazi, pande la damu, pande la nyama, nyama imevishwa mifupa, mifupa imetengezwa sura. Umetoka we mwanadamu, ulipotoka ukaja katika ulimwengu unasema hakuna Mungu, upuzi mtupu. Ulipokuja katika ulimwengu unaambiwa njoo msikitini usali, unasema salini nyie mwende peponi, mimi nitakwenda motoni. Ulipoambiwa funga, muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, acha uovu wako, ungesema huyo Mungu tutaonana huko huko siku ya kiyama tukikutana. Kibri, ukamsahau aliyefanya fani ya maumbile yake. Ya ayuha al-insanu ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Kwa nini mwanadamu unaghafilika na Mola ambaye amekuumba, tena amekuumba kuwa sawa kabisa? Tizama macho yako mahala yalipo, tizama masikio yako, tizama meno yako, tizama uzuri wa sura yako, jitizame maisha yako. Unakula kama mwanadamu muhtaram. Walaqad khalaqna al-insana في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. umbile zuri kabisa. Niambie ingekuwa kula kwako leo unakwenda kufutari unakula kama ng'ombe au mbuzi, lakini unakwenda kukosha mikono yako, unakula kilichoiva, unakula kitamu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni vizuri, kila kitu nakusahilishieni. Wal an'ama khalaqaha lakum, hawa wanyama nimekuumbieni nyie. Khalaqaha lakum, ajili yenu nyie wanadamu, ili munitumikie mimi. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Mwanadamu huyu alipojiona kwamba amekamilika na nguvu, akachukua mfupa uliokuwa umeoza, umekuwa mchanga, anamuonyesha Muhammad, kisha anauvunja vunja mbele ya macho yake. Mungu anaweza kumrudisha huyu mwanadamu huyu aliyokufa miaka 100 eti akawa mwanadamu tena? Muhali. Suratul Mulk, na ufalme wa Mwenyezi Mungu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza, anaweza kufanya anavyotaka. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum, anahitaja baadhi ya kazi alizozitenda. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum, Mola ambaye ameumba mauti na uhai. Sikilize vizuri ndugu yangu Muislamu, mtu huanza kufa ndo akawa hai au huanza kuwa hai ndo akafa? Huwa hai ndo akafa baadaye. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utaratibu wa aya na maneno matukufu haya hakusema alladhi khalaqa alhayata walmauta liyabluwakum, Mola ambaye ameumba uhai na umauti ili akupeni mtihani. Hakuanza na uhai kama tulivyoanza sisi, ameanza kutaja mauti kwanza. Alladhi khalaqa almauta walhaya, Mola ambaye ameumba mauti na uhai. Ulama utafsiri wakatuambia ukisoma Qur'ani usisome tu kama kasuku. Liyadabbaru ayati, zingatia sana aya za Qur'an. Na mazingatio yanatupeleka hapa kwamba kwa kutaja Mwenyezi Mungu mauti kabla ya uhai, arada minna an yatabadara hadha ila adhanina, alitutaka haraka haraka akili zetu ziwe kitu cha mwanzo kinachoingia katika akili hapa ni mauti kabla ya uhai. Tuwe na yakini kwamba tutakufa kabla ya kuwa na yakini kwamba tutaishi. Kwa maana kwamba
iwe mauti yako karibu zaidi kuliko uhai. Awe na hakika mwanadamu isiyokuwa na shaka kwamba mauti qadimun qadimun qadimun, mauti yanakuja yanakuja yanakuja. Ndio maana akakuanzia nini? Khalaqal mauta, ili usisahau katika maisha yako yote kwamba kuna kifo. Kama utasahau kuna uhai, lakini usisahau kama kuna kufa. Siku moja utaondoka katika ulimwengu huu. Na ndio maana yeyote anayekumbuka kifo, moyo wake hubadilika, roho yake hubadilika, maisha yake hubadilika, maneno yake huyachunga, akawa selective. Mtu anachagua la kusema, asije akamuudhi khaliqul bari, asije akamkera malikul mulk alladhi yastati'u an yaqula li shay'in kun fayakun. Kwa sababu najua siku moja mimi mgeni hapa ulimwenguni, nitaondoka tu, na nikiondoka itakuwaje maisha yangu ya baadaye? Historia yangu vipi itakuwa baada ya mimi kuondoka? Umar ibn al-Khattab alayhi sahaibur rahma wa ridwanullah, alipokuwa katika firashul maut wa huwa man huwa, ameongoza umma, kaeka fingerprint za uadilifu mpaka ulimwengu wa magharibi usiokuwa wa Kiislamu wanapiga mfano juu ya tendo la uadilifu katika umma kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab na mjukuu wake Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Watu wasiokuwa Waislamu wanaosoma historia ya Kiislamu hupiga mfano ya uadilifu kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siku moja katika picha miongoni mwa picha za uadilifu wake, alishuka katika majabali kwa ajili ya kutafuta hali za Waislamu huko mashambani. Alipofika akampata ra'i al-ghanam yar'a al-ghanam, mchunga anachunga mbuzi wake. Wakati alipokuwa Umar ibn al-Khattab anaandamana na mfanyikazi wake, huku amemuona mchunga mbuzi anachunga, Umar akamwambia mfanyikazi wake, ngoja nimpe mtihani raia anayeishi katika serikali ya Umar, nione je utawala wangu umefikia wapi katika uadilifu. Umar akamuuliza mchunga mbuzi. Mchunga mbuzi hamjui Umar ni nani, anaona ni mtu tu hivi hivi, na asikujua mara nyingi hakuthamini mpaka akujue. Akamuuliza, ya rai, mimi ni mfanyi biashara, businessman, bi'li shatan min ash-shiya, tufanye dili niuzie mmoja katika mbuzi hao unaowachunga, pesa tia mfukoni. Ukiulizwa na bosi wako, mbona mbuzi mmoja kapotea, mwambie ameliwa na mbwa mwitu. Umar ibn al-Khattab anatengeza dili pamoja na mchunga mbuzi. Sikiliza jawabu la mchunga mbuzi, ndugu yangu Muislamu. Mchunga mbuzi anamwambia Umar ibn al-Khattab, ya ayuha ar-rajul, ewe mtu unayetaka kununua mbuzi kutoka kwangu, ana lastu malika sha, mimi siye mmiliki wa mbuzi hawa, ana mujarradu rai, mimi ni mfanyikazi tu, nimeandikwa kazi ya kuchunga mbuzi hawa. Ama mambo ya kuuza siyamiliki mimi. Kama unataka kuuza, kununua, taala ila malikiha, njoo nikupeleke kwa mmiliki wake, patana naye bei, nunua kutoka kwake. Ama mimi siwezi kukuuzia kitu katika wanyama hawa na mifugo hawa. Umar akamwambia, wewe imekuwaje? Mimi nakwambia hii ni kati yangu mimi na wewe, baini wa bainik, mimi na wewe tu. Bosi akikuuliza mwambie ameliwa na mbwa mwitu, si kawaida wa mbuzi wanaliwaliwa, atajua. Akamwambia, aqulu li sayyidi akalahu dhi'b, unanifundisha nikamwambie bosi wangu mmoja kuwa ameliwa na mbwa mwitu?
fa aina Allah, Mungu nitakuwa nimemwacha wapi wakati huo? Rai, Mungu nitakuwa nimemwacha wapi? Na maana mimi nitakuwa namdanganya mpaka Mungu? Siwezi. Umar akamwambia mfanyikazi wake, alhamdulillah, angalia huyu raia katika raia wa Umar, raia katika serikali ya Sayyiduna Umar. Akamwambia, basi dullani ala Malik ash-Sham, nipeleke nionyeshe aliko bosi wako anayemiliki mbuzi hawa. Akamwambia, taala mai, niandame nikupeleke. Yule bwana anafikiria huyu ni mnunuzi wa mbuzi, akampeleka kwa bosi wake. Alipofika kwa bosi wake, akamwambia bosi wake, bi'li hadha al-abd, nimekuja sitaki kununua mbuzi, nataka uniuzie huyu mchunga mbuzi, niuzie mtumishi wako. Akamwambia, amira almu'minin, huwa lak, nimeshakuuzia, mchukue. Akamchukua Umar baada ya kumnunua, kisha akamwambia, wewe umekuwa mtumwa kwa huyu bwana, lakini sasa nimekununua mimi, wewe mtumwa wangu mimi. Walana anta hurrun liwajhi llahi alkarim, kuanzia sasa wewe uko free, si mtumwa wa mtu yoyote tena. Yule bwana akafurahi, na hakuna kitu kikubwa kama freedom, si ya nchi wala si ya mtu wala si ya maneno wala si ya taswira. Yule bwana akaondoka. Umar akamuita akamuuliza, atadri malladhi a'taqatka, je, unafahamu katika akili yako ni kitu gani kilichokuwa cha hur? Akamwambia la. Akamwambia, a'taqatka tilka alkalima, kilichokuwa cha huri wewe ni kile kilma ulichokisema, aina Allah, Mungu yuko wapi? Ikiwa mimi nitasema uongo mbele ya bosi wangu, lakini Mungu anajua kama huu uongo, bora mimi nisimfiche Mungu. Hicho ndo kilma ambacho kimekuacha huri wewe hapa ulimwenguni. Wa arju an ta'tiqaka hadhihi alkalimatu 'anil nari yawm alqiyama, nami nataraji neno hili hili litakuacha huri na moto siku ya kiyama, nataraji hivyo. Huyu ni Umar na hii ni historia yake. Lakini mulahadha, mara nyingine sisi huwa tunawalaumu watawala wetu, wafalme wetu wanaotuongoza, lakini hatujilaumu na sisi kwa upande mwingine. Angalia hapa, kuna mtawala na mtawaliwa. Mtawala ni Umar, mtawaliwa ni mchunga mbuzi. Wote wawili kila mmoja amecheza pati yake. Ikiwa tutamtaka mtawala acheze pati yake ya uadilifu, na je, sisi pati yetu ya uadilifu ni ipi? Hebu tuanze kujirekebisha sisi. Kama hawatorekebisha watawala wetu nafsi zao, itakuwa makosa makubwa. Ali ibn Abi Talib akaanza kusema, aqimu dawlata alislamiyya fi qulubikum, simamisheni dola za Kiislamu katika nyoyo zenu mwanzo, taqum ala ardhikum, ndipo zitakaposimama katika ulimwengu. Lakini dola za Kiislamu hazimo katika nyoyo zetu. Tunawataka watawala wasimamishe dola za Kiislamu katika ardhi, hazijasimama katika nyoyo. Sote tuna matatizo, na inapaswa watu kila mmoja akae kwa upande wake, afikirie nimeacha wapi. Mtawala ana yake ayafikirie, ayasawazishe, na mtawaliwa naye ana yake ayawazi, ayasawazishe. Kila mmoja akiwasawazisha upande wake, tutakuja kukutana katika mezi ya utawala mzuri, meza ya utawala super, ambayo itakuwa maisha ni mazuri, kama yalivyokuwa kati ya mchunga mbuzi wa Umar na Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suratun min suwari al-adl. Siku nyingine anatembea katika miji ya Madina, katika daulatul islamiyya. Usiku anakuta moto umewaka, anamwambia mfanyikazi wake, twende tukaangalia moto huu, nani kawasha na usiku huu. Akifika anampata mama ambaye amezungukwa na vitoto vinalia na kulizana. Omar akamuuliza mwenzake, je, twende? Akamwambia twende. Kafika karibu na mama yule, akamwambia, assalamu alaikum ya ahla ad-daw, amani iwe juu yenu watu wa mwangaza huu.
Na hii ni adabu ya mazungumzo. Hakutaka kusema ya ahlan nar, enyi watu wa moto huu, kwani watu wa moto itakuja fikra kana kwamba ni watu wa motoni wanaochomwa. Adabul kalam. Na ndio maana kuna walimu wa kusomesha fasaha na balagha, kulikuwa na badii ndani yake na maani, ili mtu awe na adabu ya kusema na watu wengine. Sayyidna Umar akamuuliza mama yule, aadnu, je nisogee karibu? Wanaomba ruhusa. Hakwenda kwa mabavu akasema hii ni nchi yangu, naweza kufanya ninavyotaka, lakini kaingia katika maeneo ambayo ni ya wenyewe, anauliza permission. Aadnu, je niingie? Akaambiwa na mama, udnu bi khair, kama kuna la khairi sogea, lakini kama huna hata moja tuache wenyewe na dhiki zetu. Hapa tunakula dhiki ambayo tumeachiwa na huyo anayejiita mtawala wetu. Umar akauliza, dhiki yenu ni kitu gani? Akaambia, watoto hawa ni mayatima, mimi ndo mlezi wao, na kwa hakika hasa sina cha kuwalipa, sina cha kuwalea, sina cha kuwalisha, sina cha kuwapa, ndo maana wanalia. Mbona umeteleka sufuria? Akasema, ndani hamna chochote. Hii ni danganya toto kwa ajili watoto wapate kulala, ili wende zao wakalala, kesho waamke tena kwa siku nyingine. Wakiwa wanaona chungu katika jiko, watadhani kuna chakula. Kila mmoja akiwa na tamaa, usingizi utamvamia, akilala atakwenda kulala. Hamna kula hapa. Omar akainamisha kichwa chini, akawaza, akamuuliza mama wa mayatima, hii ni maisha yako kuanzia lini? Naambia, haya ndo maisha yetu, hakuna hata mmoja anayetushughulikia. Waislamu, kuna nyumba katika nyumba za Waislamu hazijui chakula cha mchana wala cha asubuhi wala cha jioni. Kuna nyumba miongoni mwa nyumba za watoto wazazi wao wamefariki zamani, ni mayatima wa Mungu, hawajui kuvaa nguo, hawajui kulala mahala pazuri, hawajui kuishi vizuri, hawajui elimu, hawajui maisha bora yanayotangazwa katika nchi za watu, hawajui chochote katika vitu ambavyo wenzao miongoni mwa watoto wanavipata, hawajui hayo. Matajiri wana mamilioni ya pesa, wanaoweza kutafuta wakazipeleka pesa zao ambazo mara nyingine kwa hakika hasa hazina kazi, na wengine husema hasa wenyewe kwamba hizi pesa hazina kazi sasa hivi, kwa hiyo wacha nizue mambo ya kwenda kufanya ili zitumike. Ya rate zingetumika katika kuzitizama nyumba kama hizi. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Mungu amewasifu sana wenye kuwalisha maskini na mayatima. Yutuimuna taama ala hubbihi, mali zao pamoja na kuzipenda hizo mali zao, na vyakula pamoja na kuvipenda hivyo vyakula vyao, wanawapa wasiojiweza, wasiobahatika katika jamii, kwa sababu ni watu ambao nao wapate kuonja kama yale ambayo wanaonja watoto wengine. Chakula tunatupa, nguo tunatupa, maisha tunaswaga maisha bila ya huruma, bila ya kufikiria kama kuna umma wengine utahitaji. Umar ibn al-Khattab akamuuliza mama, sasa hivi nisubiri ninakuja. Akamwambia mwenzake, twende. Tunakwenda wapi? Twende, usiulize. Wameenda mpaka katika Baitul Mal, hazina ya Uislamu. Kachukua unga, kachukua na samli, kachukua na ngano. Saidna Umar anamwambia yule aloandamana naye ambaye ni msaidizi wake, ihmil alayya, nitwika. Bosi anamwambia mfanyikazi wake, nitwika. Bosi anamtizama mfanyikazi wake, anamtizama bosi kwa mshangao, nikutwika na mimi niko hapa kwa kazi gani? Hii ndo kazi yangu. Akamwambia nitwika. Yule kama hakusikia vizuri, madha taqul? ihmil alayya, ahmil laka au ahmil alayka, laka au alayka, nikubebe au nikubebeshe? Anamuuliza. Akamwambia nibebesha. Kamuuliza tena, nikubebe au nikubebeshe? Akamwambia nibebesha.
Akamwambia Umar, mimi kazi yangu nini? Akamwambia thaqilatka ummuk. Anasema kuanzia nifanyi kazi na bosi huyu Umar ibn al-Khattab hajawahi kubwata wala hajawahi kusema kwa ukali mbele ya uso wangu kama siku nilomwambia hivyo. Akaniambia thaqilatka ummuk, mama yako umekuwa mzigo kwa mama yako wewe. Manake mtu ambaye huchukuliki, husarifiki mbele ya mamako hawezi kukubeba. Ni kilima cha nini? Kukaripia. Atahmil alayya wizri yawm alqiyama, je siku ya kiyama utabeba dhambi zangu wewe? Unaweza kubeba maovu yangu? Yako huyawezi, utaweza kubeba madhambi ya mtu mwingine? Basi ahmil alayya, nitwika haya madhambi yangu haya. Bwana kwa shingo upande akamtwika bosi wake, huko anasikitika. Bosi yuko mbele, mfanyikazi yuko nyuma, wanaandamana wanakwenda kwa mama wa mayatima. Kufika akatua mzigo wake Umar, akaingia jikoni mwenyewe akaanza kupika. Akachemsha pale, akawa anapuliza moto wake, wadukhanu yatakhallalu min baini lihiyatihi, huku moshi unapita unachoma katika ndevu zake, ukipita huku na huku kama tanuri ya mkaa. Khalifa wa Kiislamu alipomaliza kupika, akawalisha watoto mayatima kwa mkono wake, kila mmoja. Vitoto vilikuwa vinalia hapo, vikaanza kuonekana tabasamu imekuja juu ya nyuso zao. ala wujuhihim basma, uso kaanza kunawiri. Chakula si mchezo. Umar ibn al-Khattab huko anawalisha watoto wale, mama wa mayatima anamtizama kwa jicho la huruma na upendo, akitikisa kichwa chake anasema, ama kama huyu sijawahi kuona hapa mtaani. Hajui kama ni amiri al-mu'minin. Kisha akamwambia, ayuha rajul, we mwanamme we, anta afdalu, wewe ni bora, wa ahqqu bil khilafati, na bora ungeongoza wewe utawala, min Umar ibn al-Khattab, kuliko huyo Umar ibn al-Khattab ambaye anajigamba kwamba anatutawala wala hajui shida zetu. Umar akamezea, akamwambia, bibi njoo katika ofisi zake kesho, na mimi mwenyewe nitaongea naye Umar ibn al-Khattab aondoe matatizo yake. Ni nyumba ngapi zina matatizo na tunajua? Kama hujui uliza, kwa sababu matajiri mara nyingi hawajui watu walikuwa mafukara, labda wale matajiri wanaojumuika na maskini, kwa sababu kuna matajiri wengine hawataki hasa kuonekana wamekaa na watu maskini. Wale ndo wenzangu bwana, sio hawa pangu pakavu tia mchuzi, hawa hawafai. Mimi wenzangu wale, akionekana amekaa na watu kama wale anaona aibu. Ukikaa na watu wanyonge ndio utapata kujua kama kuna mambo katika nyumba za wanyonge. Mmoja alinihadithia, anasema zamani kuna baadhi ya wazee wetu walikula chakula ugali kwa harufu. Nikawa very interesting kusikiliza ugali na harufu unaliwa vipi. Akasema zamani ilikuwa shida ya chakula, ikafika wakati pesa alizokuwa nazo pia shida kupata. Sasa akapata pesa ya kununua chakula, lakini pesa ile akinunua chakula atakosa mafuta ya taa ya kuwasha koroboi kibatari, akinunua mafuta ya taa atakosa kiteweo, akinunua kiteweo atakosa chakula na mafuta ya taa. Sasa afanye nini? Wakati mmoja anapanga plani apate mafuta ya taa ya kuwasha moto na taa nyumbani kwake, na apate chakula na apate kiteweo. Mkewe akamwambia, upo unga kidogo, tunaweza kusonga ugali tukala, lakini kiteweo hamna na mafuta hamna. Basi kwa hiyo nunua kiteweo na mafuta, pesa ndio hiyo hiyo moja. Kamtuma mwanawe, akamwambia nenda kanunue mafuta ya taa. Na kwanza kamwambia, hapa inabidi tupate mafuta ya taa, nunua na papa mkavu, yule mkavu alikuwa anayekuwa juani yule, ili tupate kuja kula na ugali. Lakini kipande cha papa ukishanunua kimoja tu, hizi pesa zimeisha, mafuta tutakosa. Kwa hiyo kanunue papa kwanza,
alafu tutaangalia mipango. Akaenda akanunua papa kipande kimoja, pesa zimeisha. Ugali umeshasongwa, kachukua kile kipande cha papa kikafungwa na makaratasi. Kaenda kwa jirani, kikachomwa kile kipande cha papa juu ya moto, ndani ya karatasi, ikawa hakikuiva wala hakikunyambulika, ikawa kinatoa harufu tu. Ikachukuliwa kile kipande cha papa, ikapulizwa na kupitishwa juu ya ugali, watu wakawa wanakula ugali na ile harufu. Alafu akampa kipande cha papa, akamwambia kamrudishie mwenye duka, mwambie baba kasahau, alikuwa anataka mafuta ya taa. La ilaha illa Allah. Angalia economy inavyokwenda kwa watu kama hao ambao wewe na mimi tumewasahau. Najua kabla sijasema kisa hiki ulikuwa unafikiria walikulaje chakula na harufu, lakini akili inapotanzwa na shida inapowasili na umasikini unapopiga hodi, akili huanza kutafuta miundombinu. Kama kuna miundombinu unaisikia, basi ndo hii. Mwambie baba kasahau, badala ya papa anataka mafuta ya taa. Kwa hiyo papa wameshatumia, lakini harufu yake, alafu mafuta ya taa yanakuja, wanawasha nyumbani, wanawasha taa. Hawa wapo katika jamii yetu, lakini utawajuaje wewe mwenye pesa kama hukai na watu mafukara ukawasikiliza? Na ndio maana katika fungu la zaka kuna watu wanaitwa al-amiluna alaiha, wafanyikazi wa kuifanyia kazi ile zaka, kwa sababu yupo mmoja ana mapesa, yeye anatoa ile zaka. Kuna wengine wao ndo wanawajua wale watu wanaostahili kupewa. Sasa wale ambao wanastahili, wanawajua watu wanaostahili, nao wana fungu lao, lakini wao ndo wenye kwenda huku na kule, nyumba hii nyumba ile. Wewe huwajui, kwa sababu wewe imma uko katika benzi yako kila siku, uko katika mitaa ya watu matajiri, uko katika mahala, huwezi kuwafahamu, lakini wale wengine wanawafahamu. Sasa uliza wapi kuna haja, uliza nani anahitaji. Najua hutomaliza, ni wengi, lakini alhasil fanya kwa kadiri ya uwezo wako alokupa Mwenyezi Mungu. Usiwe mukassir mpate kuacha fingerprint katika ulimwengu huu. Njoo nitamzungumzia Umar ibn al-Khattab kesho kwa ajili ya mambo yako. Mama akafurahi, akalala uzuri na watoto wamelala. Asubuhi akafunganya, anakwenda zake kwa Khalifa Umar ibn al-Khattab. Akifika asubuhi anamuona yule bwana alokuja jana akawa anapika, yeye ndo katikati, anaitwa huku na huku tena kwa jina la ya Amiral Mu'minin, ya Amiral Mu'minin, ya Amiral Mu'minin. Akasema hadha huwa Amirul Mu'minin? Jamani niambieni ukweli, hivi huyu ndo mwenyewe Amirul Mu'minin? Akamwambia ndiye. Mama akakosa nguvu, akaanguka, kwani alisema neno la kujeruhi. Akasema wewe bwana una haki ya kuwa khalifa kuliko huyo Amirul Mu'minin. Kumbe ndo mwenyewe. Watu wakambeba wakampeleka kumpa first aid. Alipozindukana Umar akaambia njoo mama, unajua kwa nini nimekuita hapa? Nimekuita kwa sababu nataka ninunue madhambi yangu kutoka kwako, yasiwepo tena. Dhambi nilizotenda, dhulma ya kudhulumu mtoto wako, siku hizo zote ninatawala, lakini unakufa njaa sikujui. Kule alimuuliza Umar, ma dhambuhu, kwani anakosa gani Umar mpaka mnamwambia maneno hayo? Aya alamul ghaiba, je anajua habari ya ghaibu kwamba nyie mko huku mwisho wa dunia? Mama alisema neno zito, akamwambia unasemaje? Ayali amrana wa yaghfalu anna, ina maana tutawale alafu watusahau? Kwa nini alikubali basi kutawala? Na Saidina Umar anasema wallahi sikukubali ila kama vile mtu ambaye amekosa chakula, kapata chakula cha haramu kama nguruwe au kitu chochote ambacho si halali, anakula kwa dharura, ndio nilikubali kuwatawala watu. Akampa 600 dirham, dirham 600, anamwambia chukua hizi mama, tuandikiani mkataba, nisamee madhambi yangu na yanunua kutoka kwako. Na hii agreement ikaandikwa, haya ni madhambi ambayo ameyanunua Umar ibn al-Khattab kwa dhulma alizomtendea mama wa mayatima muda wote alipoongoza, ili nikifa usije kwa Mungu wewe ukasema siku moja wewe ulipotawala sisi tulikufa njaa. Nanunua kabisa. Na nikifa akawaambia wasia, tieni karatasi hii katika kaburi langu, katika sanda yangu, kwa Mungu niokoke, nimwambie ya Rabbi dhulma nilizinunua kwa ummul yatama.
Umar ibn al-Khattab yuko katika sakaratil maut. Alipokuwa katika msalla na sali, aliingia bwana mmoja katika watu wasiompenda. Na kweli kuna mtu asimpende Umar na uadilifu wote huu? Hii ndo sunna ya maisha. Mtu atafike mwezini kwa sharafu alokuwa nayo. Mtu ata magharib na mashariki aache fingerprint za uadilifu. Watatokezea watu wengine wamesema Allahi dhalim kweli kweli huyu bwana. Ufanye utakalolifanya, lakini usidhani kama kutatokea watu wote wawe wanasema kweli wewe ni muadili. Wengine watatokea wanasema una maana pesa mbili. Na hilo sunna ya maisha. Na kama hakuna maisha kama haya, maisha sio matamu. Lazima wapatikane wakupendao na wapatikane wakuchukiao. Ili maisha yapate kuwa mazuri, unahitaji kuwa na marafiki. Na ili yapate kuwa mazuri zaidi, unahitaji kuwa na maadui ambao watakuchallenge mara kwa mara. Watakuchallenge wakisema baadhi ya mambo ambayo kweli yanatokea au hayatokei, tapata kuingia katika fikra yako, nifanye nini nipate kufanya mapinduzi katika yale mambo ambayo yanazungumzwa. Watakupa challenge au changamoto ya kuishi. Wallahi kama maadui hawapo, hakuna furaha ya maisha. Lazima wawepo. Umar ibn al-Khattab alipokuwa sasa anasalisha na ndo amir, kaingia katika salatul fajri imaman. Ana alikuwa akisalisha salatul fajri, siku nyingine akisoma suratu Yusuf bi akmaliha, yote mpaka mwisho sura hizo. Leo angalieni misikiti yetu, imamu akisoma suratu Naba, imamu kweli anapenda sifa. Huu msikiti huu bwana, imamu wake wote wanapenda sifa. Nini? Juzi bwana katusomea al-hataka hadithul ghashia mpaka mwisho. Mimi nimesimama nataka kuanguka. Maana unataka wewe ukifika pale qul wallahu ahad Allahu akbar. Na ukifika katika sala za tarawih ndio hivyo hivyo. Msikiti unaosifika na kutajika ni ule ambao spidi yake ni kali katika kusali. Pumzi moja tu alhamdulillah rabbil alamin, maana utasikia tu ile wala dhalin amin. Umar ibn al-Khattab anasalisha, hajui kama ndani kaingia mmoja katika maadui zake. Kumbe yumo ndani amechukua khinjar mudia, kisu kilichokuwa na makali ya huku na huku, akakitoa. Umar yuko katika qiraa, na akiingia katika qiraa akaingia katika bahari nyingine. Mtu unawezekana ukawa vingine, lakini ukiingia katika kusoma maneno ya Mungu unabadilika. Na ndivyo alivyokuwa Saidina Umar. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Waislamu ni wale ambao akitajwa Allah nyoyo zao zinaogopa. Katajwa Allah. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na zikisomwa aya zake zadatuhum imana. Zikisomwa Qur'an imani inapanda. Na wewe jifanyie investigation, jifanyie observation. Imam Ghazali anasema tizama moyo wako katika mambo matatu. Istaftih qalbak fi thalathi umuri. Uulize moyo wako katika mambo matatu. Ukiona moyo wako unabadilika, unaogopa, una change wakati wa mambo matatu, jua kwamba kidogo imani ipo. Lakini ukiona mambo matatu haya yanapita, yanapotajwa na moyo wako haushtuki, fasalillaha an yamnahaka qalban fala qalba lak. Muombe Mungu akupe moyo, kwani wewe ni heartless person, huna moyo. Mambo gani? Nasema inda qiraati alquran. Ikisoma Qur'ani tizama moyo unakuwaje. Kimsikia imamu anasoma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim, tizama moyo wako na kama ala gani. Utasikia watu wengine wanaburudika, utasikia watu wengine wametoka katika ulimwengu mpaka katika ulimwengu mwingine kwa sababu ya utamu wa Qur'anul Karim. Inda qiraati alquran, wakati wa kusoma Qur'an sal qalbak, utizame moyo wako kwa wapi. Wa inda salah, na wakati wa kusali umesimama, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardh, katika sala uko vipi? Ikiwa katika sala na katika Qur'ani nasoma wala huna habari,
Qur'ani inasoma wala moyo haubadiliki. Uko ndani ya sala ndo mwanzo unapiga mahesabu. Kuna nazi zangu pale, nafikiri leo na kama 200 hivi, zile zikinunuliwa hii Ramadhani nitabadilika tu. Sami Allahu liman hamidan, Allahu akbar. Lakini unapokuwa mutmainu katika swala, unamkumbuka Mwenyezi Mungu, moyo upo. Wa inda dhikri al-mauti, na wakati yanapozungumzwa mauti na kifo, tizama moyo wako unakuwa wapi. Watu wanazungumza mauti, unasema dola iko ngapi leo? Niambie bwana mkubwa, mambo yanakuwaje, biashara inakwenda vipi? Wala wewe hakikugusi chochote, kana kwamba unapigiwa gita mbuzi. Ufahamu chochote, moyo uko pale pale. Basi Imam Ghazali anakuambia is'alillah qalban, muombe Mungu akupe moyo. Bado hujawa na moyo, moyo haupo. Japo unajiona una moyo, lakini maadamu hushtuki katika matatu haya, una moyo. Basi Omar akiingia katika Qur'ani, katika bahari nyingine, katoka ghafla kampiga khinjari lile, kamchoma katika tumbo lake chini ya kitovu hapa, 6 ta'anatin, darba 6 za hapo kwa hapo mara 6, mpaka damu zikawa zinachupa zinaruka kama mfereji, mabomba. Omar akaanguka chini, kabebwa akaekwa kando. Kaingia imamu mwingine akaendeleza sala kwa sura fupi na atainaka mfano wake. Baadaye watu wakambeba Amirul Mu'minin, wanampeleka nyumbani. Kakaa muda, kila tabibu anayekuja kumpa dawa Umar, anaonekana Umar atakata tamaa na maisha, ufalme anauacha, lakini nyuma ya ufalme anaacha historia kubwa. Mwisho alikuja mtu kumjaribu kumnywesha maziwa, tabibu. Yale maziwa yalonyeshwa yakawa yanatoka katika tundu alizochomwa kisu na Abu Lu'lu al-Majusi, غلام المجوسي قاتل عمر، أبو لؤلؤ المجوسي قاتل علي بن أبي طالب. بس ikawa yusari'u al-mauta yawman ba'da yawm, kila siku mauti yanamnyemelea khalifatu rasulillah. Siku ya siku alipokuwa amebanwa, mauti yameshamkabili, yunazi'u, huku anakimbilia, roho yake inaanza kutolewa, na roho inaanza kutolewa kutoka katika ncha za vidole, na imma ni malaika wema au malaika wa kutoa kwa adhabu. Na muomba Mwenyezi Mungu aitolewe roho yangu na zenu na wale wanaonisikiliza, kwa malaika wa rehma ziwe ni zenye kutolewa kwa upole ya Rabb. Wanaanza kutoa roho ya Umar. Akaingia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, habrul umma radiyallahu anhuma, akamwambia ya amira almu'minin, ewe amiri wa Waislamu, abshir